unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi yale niomba. Na unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi yale niombayo. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, haja yangu, ifanane nawe, ifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, haja yangu, ifanane nawe, ifanane nawe. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke sana, uongezeke Yesu. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Asante Bwana Baba, katika jina la Yesu Kristo, jioni ya siku ya leo ninakuinua mfalme mwema, ninakushukuru, ninakutukuza, ninakuhimidi Bwana. Ninakiri kwamba wewe niyependeza, kwa umbali umenitoa na mahali nimefika. Wewe ni Mungu mwema, mwaminifu katika maisha yangu. Wewe ni kimbilio langu na tegemeo langu. Wewe ni tumaini la maisha yangu Jehova. Ninakuinua jioni ya siku ya leo, ninakuabudu mtakatifu mwema, kwa sababu ya matendo yako mema, kwa mkono wako ulio hodari juu ya maisha yetu. Pokea sifa na utukufu Jehova, pokea heshima zote ni zako Baba. Ninakuinua jioni ya siku ya leo, ninakiri kwamba hakuna kama wewe. Katika jina la Kristo mwana wa Mungu, nasema ya kwamba mimi nipungue, ewe Bwana ukaongezeke, katika jina la Kristo Yesu. Kwa maana wewe ni mwaminifu Jehova, unaweza kufanya mambo ya mwanadamu hawezi Jehova. Katika jina la Kristo Yesu, ninakuinua jioni ya leo Bwana, katika ushirika wa leo. Pokea sifa my Father, for giving us another time, oh my God, to be in your house, oh my Father, to be on your presence. I give you all the glory, I honor you my Father. Pokea sifa Jehova Lidima, hakuna mwingine kama wewe. Ninaomba utawala siku ya leo, tawala ushirika wa leo Bwana, tawala hapa
kanisani, tawala kwa wote wanaotutazama. Bwana, kwa jina lako Mfalme, pokea sifa Mungu wa Israeli. Ninaomba uwe pamoja nasi Bwana katika ushirika wa leo. Tutembelee Mwokozi wetu, nena nasi Mungu wa maajabu katika neno lako Jehova, katika jina la Kristo Yesu. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Ninabariki watu wako kanisani, ninabariki wote wanaotutazama. Bwana, uwabariki na ukawainue katika jina la Kristo Yesu. Ninakushukuru Baba, ninakuinua. Pokea sifa tunapoenda kusikia neno lako. Ninaomba ukanipe neema na ufunuo katika neno lako. Ninajiombea kibali katika jina la Yesu. Pokea sifa Jehova, katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya siku ya leo ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu, mahali popote ulipo, unapotutazama, ukiwa mahali popote katika nchi yetu ya Kenya na katika mataifa mengine, unatutazama ukiwa mbali. Ningependa niweze kuchukua nafasi hii nikukaribishe katika ushirika wetu wa siku ya leo. Hapa ni Christian Foundation Fellowship Gikabura, na mahali hapa ndio ninakuletea neno la Bwana ukiwa mahali popote ulipo, na ninaamini ya kwamba your life will never be the same again. When you hear the word of God will deliver you in the mighty name of Jesus. No matter the situation ambayo uko ndani yake, lakini na kuhakikishia jioni ya leo ya kwamba ukipokea neno la Bwana litakuwa baraka kwako na litakukomboa katika jina la Kristo Yesu, na litakuponya, kwa sababu hata wakati wana wa Israeli walipogojeka, maandiko inasema ya kwamba Mungu alilituma neno lake, na neno lake likawaponya. That's what I believe today, that when God sent his word, neno lake litatuponya katika jina la Kristo Yesu. Linaponya magonjwa, linaponya mioyo ya watu, linaponya maisha ya watu, linaponya hata biashara katika jina la Kristo Yesu. Najua ya kwamba you are ready to receive the word of God from here Christian Foundation Fellowship. Majina yako ninaitwa Pastor Doyo. Nimeokoka, ninamshukuru Bwana na muhimidi kwa sababu ya matendo yake mema amenitendea katika jina la Kristo Yesu. Na mwambie apokee sifa. Jioni ya siku ya leo niko na neno Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na ninajua hili neno halitafika kwako bure, lazima litafanya kazi. Kwa maana neno la Mungu, kama vile nilikuwa ninahubiri siku ya Sunday, wakati wote unasikia mtumishi wa Bwana akinena neno la Mungu, ama wakati unachukua Biblia unasoma neno la Bwana, nilikuwa ninasema ya kwamba neno la Mungu linanena uhai, neno la Mungu linaleta ukombozi, neno la Mungu linaleta matumaini katika jina la Kristo Yesu. Where there is hope, neno la Mungu linapoingia linaleta matumaini. Kwa hivyo siku ya leo, no matter how you are today, no matter the situation and the challenges, no matter the battles that you are going through, no matter what, but I declare, when the word of God comes in your life, it brings life, it brings deliverance, it brings hope in your life katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo nataka tusome neno la Bwana katika maandiko matakatifu, katika Isaiah 5, Isaiah chapter 5 from verse 1. That where we are going to see and read the word of God and hear what God is saying today in the mighty name of Jesus. Isaiah chapter 5 from verse 1. I want to speak about God's expectation. Bwana apewe sifa. God expectation, because in your life, in our life, we expect God to do good things in our life. Then our God in heaven expect us to do things. Bwana wetu apewe sifa. So Mungu anatarajia nini kwako?
kwa sababu Bwana hakutuumba bure, hakutuweka dunia hii bure. Bwana wetu apewe sifa. Hakukupatia jamii bure, hakukupatia biashara bure. God expects something in your life. Bwana atukuzwe. Not only people expect things from God, even our mighty God accepts something from us in Jesus' name. Bwana wetu ainuliwe sana. Maandiko inasema ya kwamba nalimwimbia mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Bwana wetu apewe sifa. Huyu ni mwimbaji anasema ya kwamba ataibia mpenzi wake wimbo. Bwana apewe sifa. Habari ya shamba lake la mizabibu. Biblia inaanza na kuongea kitu kinaitwa shamba. Bwana atukuzwe. Unaposoma katika 1 Corinthians chapter 3 verse 9 inasema ya kwamba that we are the co-workers in the kingdom of God. Number 2, that we are his field. Bwana wetu apewe sifa. Sisi ni shamba lake. Bwana apewe sifa. Nataka kuongea na shamba la Mungu jioni ya siku ya leo, kwa sababu maandiko inasema sisi ni wafanyikazi pamoja na Mungu, na pia sisi ni shamba lake. So huyu mwimbaji anaibia mpenzi wake kuhusu shamba lake la mizabibu. Kazi ya shamba ni nini mpendwa? Hata wewe uko na shamba. Bwana apewe sifa. Kazi ya shamba ni kupandwa, alafu mwenye kupanda anagojea mavuno. Bwana atukuzwe. Yeyote ako na shamba, wakati kama huu kunanyesha, mashamba mengi imetayarishwa, iko na vitu zimepandwa, mkulima anagojea mavuno ya ile mbegu alipanda katika ile shamba. Bwana apewe sifa. That's why ninasema ya kwamba God expects something from us because we are his field. Bwana apewe sifa. Na kazi ya shamba ni kupandwa. Bwana apewe sifa. Na kama mimi na wewe ni shamba la Mungu, so Bwana anafanya namna gani? Maandiko inasema ya kwamba neno la Mungu ni mbegu. Bwana apewe sifa. Wakati unasikia neno la Bwana, Mungu huwa anapanda neno ndani ya shamba lake, ambaye ndio wewe na mimi. Bwana atukuzwe. After that, God expects something, kwa sababu ya ile neno amepanda ndani yetu. Anagojea ile neno liwe na mavuno, lilete mabadiliko katika maisha ya mwenye kupandwa. Bwana wetu ainuliwe sana. So maandiko inasema ya kwamba lake la mizabibu, mpenzi wangu alikuwa na shamba. Hebu sikia vile maandiko inasema ya kwamba mpenzi wako alikuwa na shamba, ambaye ni Mungu mwenyewe. Anasema sisi ni shamba lake, so we are his field. So anasema ya kwamba alikuwa na shamba kilimani penye kuzaa sana. Mungu anajua ya kwamba shamba lake akipanda mbegu, hakuna mkulima anapanda mbegu kwa shamba lake asipogojea. Bwana atukuzwe. Mavuno itoke katika lile shamba, na kila mtu anaamini ya kwamba lile shamba litazaa katika jina la Yesu. So maandiko inasema ya kwamba alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Bwana apewe sifa. Verse 2 anasema ya kwamba akafanya handaki kulizunguka pande zote. Angalia ile kazi mwenye shamba anafanyia ile shamba. Bwana atukuzwe. Hauwezi ona shamba lako likiwa na majani ama likiwa na mambo mabaya ukose kulifanyia kazi. Ndio ile mbegu utapanda pale itoe mavuno. Bwana apewe sifa. Ukipanda mbegu kwa nyasi haiwezi toa mavuno. Bwana wetu apewe sifa. So maandiko inasema ya kwamba angalia, Mungu ameanza kufanyia shamba lake kazi kwa sababu ya ile mbegu anapanda ndani yake, akigojea
Bwana atukuzwe. Anagojea mavuno. Bwana atukuzwe. Akafanya hadaki kulizunguka pande zote. Imagine, Bwana wetu ainuliwe sana. Akafanya hadaki, yani akashimba mitaro, akazunguka ile shamba, so that no enemy itaingia katika ile shamba. Kwetu nyumbani kuna kuwaka na ndovu, na wakati tulienda mahali pale tulipata ya kwamba kuna mitaro mikubwa ilikuwa inashimbuliwa, inazunguka. Bwana atukuzwe, ili ndovu wasije wakapita. Bwana wetu ni sana. So Mungu amefanya kazi kubwa, ameshimba mitaro all the land katika hiyo shamba. Bwana wetu ni sana. Na Biblia inasema ya kwamba pia akaingia katika hiyo shamba, akatoa mawe yake. Mawe huwa inazuilia mbegu kutoa mavuno. So Mungu akafanya ile shamba lake, akatoa mawe, akaingia, akatoa mawe. Na Biblia inasema ya kwamba then akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Hakuna mkulima anaweza penda kupanda mbegu isiyo nzuri. Huwa tunaangalia ni mbegu gani unapanda katika hiyo shamba. Bwana wetu apewe sifa. Kwa hiyo jioni ya siku ya leo, kwa sababu wewe ni shamba la Mungu na mimi ni shamba la Mungu, kuna kazi Jehova ameifanya katika maisha yako. Number one, kile amefanya ni kukununua kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa kazi. Akaanza kutoa mawe, akaanza kutoa majani mabaya ambayo inaweza zuilia mbegu ambayo ni neno la Bwana likipandwa ndani yetu atilikosa mavuno. Akaanza kufanya kazi. Bwana wetu apewe sifa. Akaanza kufanya kazi. Angalia katika maisha yako, angalia vile Mungu amekufanyia. Bwana atukuzwe. Angalia haukuwa mtu wa kupendeka, angalia haukuwa mtu alikuwa bali sana na Mungu mwenyewe, lakini tukanunuliwa kwa damu yake Yesu. Angalia Mungu ametufanya kuwa wafanyikazi pamoja na yeye. Angalia ile heshima Mungu amekupatia katika ulimwengu huu. Bwana wetu ainuliwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba ameingia ndani yetu, amefanya kazi kubwa zaidi. Hakuna, Bwana wetu ainuliwe sana. Huwa kuna ushuhuda tulikuwa na watu walikuwa wanatoa zamani, hata leo hiyo ushuhuda bado inaendelea. Watu wanasema ya kwamba Mungu amenitoa mahali ambaye hakuna mwanadamu anaweza kunitoa. Hata watu wetu hawawezi kunitoa pale katika shimo, katika udongo, but God came akakutoa mahali pale. Hiyo kazi yote Mungu alikufanyia, alikuwa anaandaa shamba lake ili aweze kupanda neno lake. Namba 2, agoje mavuno. Bwana wetu ni sana. So akafanya hadaki, akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akasema namna gani jambo lingine? Akajenga mnara katikati yake. Bwana apewe sifa. Akashiba shinikizo ndani yake. Mwadhani ya rogosho. Angalia, hii kazi yote ni kuandaa hii shamba, kwa sababu ya ile mbegu ya mzabibu inapandwa katika ile shamba. Bwana atukuzwe. Na Mungu akifanya hii yote, alikuwa anatarajia kuna mavuno. There are some fruits itatoka katika ile mzabibu. Bwana wetu ni sana. Kuna matunda alikuwa anangojea. Ask yourself today, Bwana anapokuja kwa ile kazi yote amekufanyia katika maisha yako, Mungu anaweza pata matunda, anaweza pata mavuno katika maisha yako. Ama ni Yesu apite angalie kama ile mkuyu Bwana aliulaani. Bwana wetu ni sana, kwa sababu umefanyiwa kazi yote lakini hauna mavuno kwa miaka. But for us as a Christian, we must ask ourselves, when God comes in our life, can he see something? Anaweza pata mavuno kwa sababu tumefanyiwa kazi. Wengine hawangependeka,
walikuwa watu rejected, walikuwa watu wamedharauliwa, but Mungu amefanya kazi kubwa katika maisha yako, amekuandaa. Na hiyo kazi yote Mungu anafanya, anatarajia tu tumzalie mavuno, ili yanapopita kwetu apate kuna tunda atakula. Bwana wetu ni mzuri. Haleluya. Akashiba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa dhabibu, nao ukazaa dhabibu mwitu. Si unaona Mungu huwa anatarajia, Bwana pesa, Mungu huwa anatarajia, alifanya hiyo kazi yake yote na akapanda mzabibu uliokuwa mzuri sana. Bwana wetu pemesiwa. Then akasema namna gani? Akatumaini, akakaa kama vile mkulima akipanda, huwa anangojea, ako na matumaini makubwa ya kwamba hii mbegu nimepanda lazima itanisaidia, lazima nitavuna katika jina la Kristo Yesu. Naye Mungu hivyo ndivyo akiwa mbinguni anatarajia ndani yetu atapata mavuno ambayo itakayomsaidia kuokoa dunia, kuokoa watu, kueneza injili yake. Lakini Biblia inasema ya kwamba na ukazaa dhabibu mwitu, ilizaa kile yeye hakutarajia. Bwana wetu umezaa. Hakuna kitu kibaya kama Mungu anangojea matunda za anangojea, lakini baadaye anaona ya kwamba hakuna kitu kizuri kinatoka ndani yetu. Bwana wetu umezaa. Na wewe sema ya kwamba the grape, because the Bible says ya kwamba and it brought forth with grapes. Bwana asema grapes are our actions. Bwana wetu umezaa. They are our actions. Tabia zetu ziko namna gani? Bwana wetu umezaa. What are our actions before God? Are we pleasing God? Bwana atukuzwe. Je, Mungu akiwa mbinguni anapendezwa na tabia zetu? Nini kinazalika ndani yetu? Je, ni zabibu iliyo nzuri ama ni zabibu mwitu inatoka ndani yetu? Bwana wetu umezaa. Ukisikia ile maneno inatoka ndani hata ya Wakristo wengine, unaweza shindwa, je, hii ni zabibu nzuri Bwana alipanda ndani? Na inaweza kuwa ni nzuri, lakini ikazaa zabibu mwitu. Bwana pesa. Hata kwa shamba wakati tuko tunapanda mahindi, unapanda mahindi mbegu nzuri yote kabisa, lakini kumbe ndani yake kuna ingine sio mahindi, tulikuwa tunazita kwa Kikuyu dutu. Bwana wetu ni sana. Lazima uangalie unazalia Mungu nini kwa ile kazi yote amekufanyia. Imagine there are some people today wamezaliwa, Bwana amewalinda, amewapatia uhai, then because wamebarikiwa wako namna gani, wanasema there is no God. Wanasema ya kwamba hakuna Yesu. Na yeye Mungu mwenyewe ndiye amewapatia pumzi na uhai. Mungu anangojea tumzalie. Bwana pesa. Na Biblia inasema ya kwamba alipotumaini akaona ya kwamba inazaa dhabibu mwitu, akasema verse 3, na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasii kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Mpaka Mungu akaitana. Kuna wakati unavikaga Mungu anaitana. Hebu niambieni, jambo gani sijafanyia huyu mtu? Bwana pesa. Kubariki nimembariki, kumuinua nimemuinua, kumulinda nimemulinda, kumuokoa nimemuokoa. Lakini kile kinatoka ndani yake ni zabibu mwitu. So Bwana akaita Yerusalemu na akaita watu wa Yuda, ndio wajue, wasikie vile Bwana ataamua. Na Biblia inasema ya kwamba amueni na wasii
kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Jameni, tusikubali Mungu afike mahali pale anze kuitana na kukusanyisha watu, akiuliza mtu huyu ni jambo gani sijamfanyia, amueni hata nyinyi. Wakati mwingine unaona watu wameashiriwa na Mungu, hawasaidii. Lazima kuwe kuna kitu kibaya kimetoka ndani yake. Bwana hawezi kukuashiria hivyo, na Biblia inasema ya kwamba hawezi kuashiria mtu yake. Na Daudi alisema vile, kutoka ujana wake hadi uzee hajawahi ona mwenye haki ameashiriwa. Lakini ukiona ya kwamba tunaashiriwa na Bwana, kuna vitu zinatoka ndani yetu ambaye ni zabibu mwitu, zinafanya Bwana atuashirie. Bwana wetu amerasiba. So anasema ya kwamba verse 4 anasema, je, ni kazi gani isiyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? These are the questions ambaye Mungu anajiuliza hata akiwa mbinguni. What have I not done katika hii shamba langu, katika nchi hii, katika hiyo county, katika hiyo jamii? Bwana akasema, ni jambo gani ninastahili kufanya ambalo sikulitenda? Bwana akasema, na shamba langu la mizabibu nisiyotenda, basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, Bwana nilizaa zabibu mwitu. Imagine God expects something. Mungu wako na matarajio kwa watu wake. Hata Mungu akikupatia jamii, akupatie mke, akupatie mume, akupatie watoto, Bwana wetu ni sana. God expects something from that family. We must glorify our God. We must praise our God. Mungu utarajia sifa, anatarajia mambo kwetu, kwa sababu ametufanyia kazi kubwa katika maisha yetu. Na ndio anauliza jioni ya siku ya leo, wewe ambaye unanitazama ukiwa mahali popote ulipo, hata wewe jiulize hii swali. Bwana wetu ni sana. Ukiajiri mtu na upatie kazi nzuri, alafu uone ajisaidii, hata wewe unaweza jiuliza, jambo gani sijafanyia huyu mtu? Mshahara unamlipa vizuri, Bwana atukuzwe. Chakula unampatia, fare unampatia, lakini hakuna mavuno unaona kwake. Hata wewe unaweza kuwa na maswali. Bila tunakuoga na maswali, hivyo ndivyo Mungu ako na maswali. Jioni ya siku ya leo anauliza, ni jambo gani ninafaa kutenda kwa shamba langu ambaye si kutenda? Mitaro nilishimba, nikazunguka, nikaweka security ya kwamba hakuna maadui anaweza ingia. Nikatoa mawe na vitu zote zinaweza zuilia hii zabibu isizae. Lakini akakaa na matumaini, kila kilizaliwa, Bwana apewe sifa, ni zabibu mwitu. Jamani, jioni ya siku ya leo nataka tujiulize hii maswali, kwa sababu kazi kubwa Mungu ametufanyia. Imagine you are alive today. Some are dead, some are in the hospital, but you are still alive. Unazidi na kupumua. Then you hear somebody say, there is no God. Bwana wetu ni sana. Paka Mungu anashindwa, kwani mtu ni muumba kwa nini? Ametufanyia kazi kutoka utoto. Imagine Mungu amelinda mtu amefikisha miaka 70, 60, 50. Then anasimama tu siku moja anasema hakuna Mungu, na bado anapumua. Hey, Bwana wetu ni sana. Ndio Mungu anasema hapa, jambo gani sijafanya? Bwana pesa. Bwana linazaa. Bwana kunatoka vitu baya ndani yetu. Bwana kunatoka maneno mabaya ndani yetu. Bwana laana zinatoka. Bwana shuki zinatoka. Bwana kuna fitina. Haleluya.
Bona kuna vita zinatoka ndani yetu, na Mungu ametufanyia kazi kubwa. Alimtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yetu, ili atuokoe sisi ambaye tulikuwa mbali na yeye. Na Biblia inasema ya kwamba wakati aliuliza hiyo maswali yote, mpaka wale waliitwa, hata na wao wakaona hakika hakuna kitu Mungu hajafanya katika hii shamba. Sasa verse 5 akasema ya kwamba haya basi, sasa nitawaambieni nitakalo litenda. Shamba langu la mizabibu huwa inafika mahali Mungu anaamua yeye mwenyewe vile atafanyia shamba lake, kwa sababu hakuna kitu atafanya hajalifanyia, lakini anaamua. Anasema jambo la kwanza, ukiona ya kwamba ile kazi yote Mungu amekufanyia ndani ya moyo wako, alafu unasema hakunanga Mungu, unaanza kuwa na shuki na watu, unaanza kuwa na vita na watu, unaanza kupiga kanisa, unaanza kupiga watumishi, unaanza kuingilia jamii yenu, unaanza kuingilia neighbor, unaanza kuingilia taifa. Hebu sikia vile Bwana atafanya. Bwana atukuzwe. Anasema jambo la kwanza, nitaondoa kitalu chake. So Mungu anaondolea mtu security. Akiona ya kwamba ndani yako hauna ku-acknowledge huyu Mungu, hakuna mazao, matunda mazuri, hakuna matendo mema, jambo la kwanza Mungu huwa anafanya ni kuondoa security katika maisha yako. Na mundu akirigorerwo ni Ngai, Biblia inasema ya kwamba nalo litaiwa, kuliwa ile shamba. Ukiona shamba halina fence, halina security, kila mnyama anaingia, kila watu wanapitia hapo. So Mungu anapoondoa kitalu chake kwa shamba lake ambaye ndio sisi, kwa sababu ya kutozaa, kwa sababu ya kutomwamini, ukiondolewa security na Mungu, wanawake ni sana, kila mnyama ataingia kwako. Hapo ndio unaona mapepo yanapata nafasi ya kuchezea ndani yako. Paka unaona wanyama wanachezea katika shamba. Kila mnyama inaingia inakula. Kila mtu anataka kupitia pale anapitia. Yaani unaingiliwa na kila mtu, unadharauliwa na kila mtu, because there is no security. Bwana wetu ni sana. Naye akasema nitabomoa ukuta wake. Okay, kwa hivyo Mungu akiokoa mwanadamu anajengea mtu yake ukuta, ili maadui wasipate nafasi ya kumuingilia. Na ndio wote tunasema ya kwamba kuna utofauti ya mtu ameokoka na mtu hajaokoka. Wale wameokoka, there is a great security, na tukiondoka katika njia za Bwana, Mungu huwa anabomoa ile ukuta, mashaitani inaanza kutuingilia. Bwana wetu ni sana. Na Biblia inasema ya kwamba nalo litakanyagwa. Imagine unakanyagwa na kila mtu. Ukiona ya kwamba wewe ni mwokovu, wewe you are a righteous man or a woman, then you see some people wanaanza kukuingilia. Bwana asifiwe. Lazima kuwe kuna kaukuta kameondolewa. Lazima kuwe kuna kitu umefanya kaudowekete gagatuma Ngai akoirigorire. Gutire kindu kioru andu a Ngai ta kuirigorirwo ni Ngai. Bwana asifiwe. We need the security from God. Ajenge ukuta maadui wasituingilie, nasi tukae vizuri, tumuzalie matunda mema. Haleluya. Tumuzalie matunda. Anasema ya kwamba nami nitaliharibu. Kumbe Mungu anaweza haribu shamba ambalo halimzalii mazao. Anaweza haribu. Anajua kuharibu na anajua kujenga. Anajua kufuga vidonda. Anajua kila kitu. So anasema ya kwamba nami nitaliharibu, wala halitapogelewa wala kulimwa. Imagine
mpaka halitalimwa. Mungu akikasirika, hakuna kitu kibaya kama hasira ya Mungu. Na ndio maandiko inasema ya kwamba Mungu anaangalia aone whether there is somebody who can stand in the gap, ndio asiashirie ghadhabu yake. Mungu akikasirika, hasira zake ni mbaya. Bwana wetu ni sana. Na anasema ya kwamba halitalimwa wala kulimwa, bali litamea bigili na miba. Maji lile shamba litamea miba. So kazi yako itakuwa ni kuduka watu. Unaduka watu miba, unaduka watu. Bwana wetu ni sana. Yani wewe una mambo ile unanena ni ya kuharibu, hauna maneno mazuri. Bwana, yani itazaa bigili pamoja na miba, nami nitayaamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Imagine Mungu huwa anafuga mbingu. Bwana apewe sifa. Mungu huwa anafuga mbingu kwa sababu ya mtu ambaye ameokoa, ameumba, akamtengeneza vizuri, then anazaa zabibu mwitu. Mungu huwa anafuga mbingu. Kuna wakati unafikaga mbingu inafungwa. Bwana atukuzwe. Na ukiona hakuna mvua ya kiroho, yani hauna breakthrough, hauna upenyo, mbingu imefungwa. Angalia njia zako, angalia maisha yako. Bwana wetu apewe sifa. Angalia maisha yako. Anasema ya kwamba mawingu yasinyeshe mvua juu yake, kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndio nyumba ya Israeli. Si unasikia? Sasa shamba la mizabibu ya Mungu ndio mimi na wewe. Bwana atukuzwe. Ndio sisi tunafanywa kazi kubwa na Mungu wetu, na anangojea tumzalie. Ndio nimesema ya kwamba Mungu anatarajia kitu kutoka kwetu wapendwa. Bwana wetu apewe sifa. Tuangalie ile kazi yote Mungu ametufanyia. Haleluya. Tusije tukapotea. Adaidhiki ndio Paulo alisema ya kwamba anajiangalia sana asije akaigiza watu mbinguni na yeye afukiliwe. So tunajiangalia sana. Hata na sisi tumzalie Bwana matunda. Yeye ndiye anapalilia, yeye ndiye anapanda, yeye ndiye anamwaga maji, anapalilia ile mbegu amepanda. Na tumeona ya kwamba mbegu ni neno la Mungu na linapandwa ndani yetu ndio lizae. Tukikosa kuzaa, Biblia inasema ya kwamba Mungu atafuga mbingu, ataondoa kitalu chake, atabomoa ukuta, ataashiria wanyama waingie, na lile shamba halitalimwa tena. Paka unaona ya kwamba mtu ambaye alikuwa mzuri ameharibika. Tunashindwa kwani Mungu anaashiria watu tukitoka katika njia zake. Lakini ukweli ni kwamba Mungu wetu ni wa rehema. Mtu akijiamini akumbuke mahali Mungu alimtoa, umrejee Mungu. When we turn to God, anasema naye ataturudia. Bwana wetu ni sana. So jioni ya siku ya leo, that is the word of today, ya kwamba sisi ni shamba la Mungu la mizabibu. Amepanda mizabibu ndani yetu, anangojea tumzalie. Naomba Mungu atushikilie, naomba Mungu atusaidie shetani asituone, Mungu asiondoe ukuta wake juu yetu, asitufungie mbingu. Tunaomba kumrudia Bwana katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo kama uko mahali pale na ulikuwa umeokoka na ukarudi nyuma, ama ungependa kuokoka dakika hii kwa sababu ya kusikia ile kazi yote Mungu huwa anafanyia shamba lake ambaye ndio wewe, useme ya kwamba leo nitamrudia Bwana, leo nitaokoka. Rudia maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo nimekuamini na nimeokoka. Katika jina la Yesu, futa jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima.
unipe Roho wako Mtakatifu anisaidie kudumisha wokovu. Kwa jina la Yesu nimeokoka na nimekurudia, in Jesus name. Baba, katika jina la Yesu ninaombea hao wapendwa ambao wamekubali kuokoka na kuelewa ile kazi yote umefanya juu ya maisha yao, hata kuwaweka hai ni jambo kubwa sana, na wamekuamini na wameokoka. Naomba uwalinde, uwadumishe katika wokovu, na uwajengee ukuta ili adui asipate nafasi katika maisha yao, na zaidi ya yote wakuzalie matunda mema. Kwa jina la Kristo Yesu nimeomba na kuamini. Sema amen. Ukiwa umeokoka, uko upande wa Gikabura ama Thogoto ama Lionderi, Mayaihe, pande za Gĩcũĩro, pande za Kĩhunguro, na umeokoka na umesikiza hii neno la siku ya leo, nimekukaribisha hapa Christian Foundation Fellowship Gikabura. Na kama uko mbali, tafuta kanisa liko karibu na wewe, ufundishwe neno la Bwana na ukae katika neno la Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Ningependa niwashukuru sana na niseme ya kwamba Mungu awabariki kwa sababu ya kutega sikio lako na kusikia neno la Bwana. This is life, this is deliverance, this is hope. Bwana atukuzwe, na Mungu atawatenda mema na atazidi na kuwainua katika jina la Kristo Yesu. Mungu awabariki, awatende mema. Na kama ungependa, kwa sababu andiko linasema unaposikiza neno nawe usupport ile kazi, na utabarikiwa na Bwana. Either uko na offering yako, na ungependa kuitoa kwa sababu ya hili neno liweze kufanya kazi katika maisha yako, unaweza tumia namba hii 0112 643 477 0112 643 477. That is our church number. Unaweza itumia na Bwana atakubariki na akutende mema. Shalom, shalom.